Mimi naitwa Aloisi Christopher Kamali. Jina la nyumbani naitwa Mkuma. Ndugu zangu, kuhusu tukio hili ni kwamba tulikuwa kanisani majira ya 1:30. Mimi nilikuwa nimekaa kwenye mlango, karibu na mlango mkubwa wa nyuma ya kanisa. Huyu mwenzangu Costa alikuwa amekaa kwenye benchi ambalo liko opposite na mlango mdogo. Sasa kuna mtu mmoja aliingia akiwa na kamfuko au akaenda kukaa, anaendelea kama anataka kwenda kukaa kwenye viti, lakini hakukaa kwenye viti, akaendelea kwa mbele. Sasa ndugu yangu Costa nilimuona anasimama tu, akakimbia kwenda kumchukua, akamkamata, akamtoa, lakini wakati wa kumkamata wala kufanya kurupushani yoyote. Aliondoka naye taratibu tu, kawa na ongea vizuri. Sasa wakatoka kupitia mlango mdogo, wakatoka nje. Sasa walipofika nje huko, mimi nimekaa tu. Wakati huo ulikuwa ni wakati wa kwenda karibu padri anataka kwenda kusoma Injili. Sasa nikaona mzee Mtebe anatoka nje. Sasa mimi baada muda kidogo nikaona nikajihisi tu kwamba hao watu kwa nini wametoka nje, alafu kwa nini huyu ametoka muda mrefu hajarudi, bwana amechukua kipindi kirefu. Basi mimi ndio ikanisukuma tu kwamba ngoja nikaangalie kuna nini. Basi nikatoka kwangu nyuma kule, nikapitia mlango mdogo, kufika kwenye mlango mdogo, tupa macho mbele, nikaona mtu anachalanga, anapiga mtu amelala chini, tu analia nakufa. Sasa nikasema mimi nilipiga moja tu kwamba jamani, mtu anakufa huku. Kwa kweli siku 6 kwenda, sikufahamu kwamba anapigia kitu gani, lakini nisukuma tu kwamba niende nimnusuru huyu. Nikakimbia, lakini kufika pale, nilipofika karibu namna hii, jamaa akanyanyua panga. Kumbe alikuwa anapigia panga. Sasa alipokuwa anapigia panga, akanyanyua panga, akamwacha huyo. Sasa akaja upande wangu, akanifuata. Sasa aliponifuata mimi nikaona hapa sasa hakuna jinsi. Nikisema nikimbie atanikata. Basi ni Roho Mtakatifu tu nafikiri ndiye aliyeniingia. Nikawa narudi nyuma kinyume. Nikiwa na lengo kwamba nimvute, angalau watu wakitoka ndani humo watakuta bado namvuta ili watatusaidiane nao. Lakini bahati mbaya nikajikwaa kwa nyuma, nikaanguka chini chari. Sasa nilipoanguka chali, sasa akaja aje akate kabisa usawa kichwa. Mungu alinionyesha sio ni Mungu ni nani. Basi nikakunja miguu yangu mimi. Alipokuja akate kichwa, nikamkita na miguu tumboni. Badala ya panga kuja kichwani, nikawa nimeweka mkono kwenye kukinga kichwa, ikapita kwenye mkono. Yaani sikia kama wembe tu umepita. Yaani kama wembe, sikudhani kabisa kwamba nimekatwa kabisa. Basi hakuanguka, akateteleka, akarudi. Muda huo nataka kuamka, akarudi. Aje akate upande wa kulia, nikageuza mguu wa kulia, nikampiga tena teke, panga lingine likapita usawa mtoki hapo karibu na tumbo hapo chini. Akateteleka tena, akageuza tena kwenda upande mwingine, na mimi nikageuka naye. Akaja kukata, nikawa nimeruka sehemu nyingine, akakata upande wa chini, akakata kwa chini. Akarudi tena aje anikate. Sasa ndio watu wakawa wameshatoka. Kuna mtu jana mmoja simtambui, nanishtukia tu anapiga jiwe la kichwa. Basi anapiga jiwe la kichwa, akaanguka huko, panga likaanguka huko. Basi ndio akaanza kumshambulia. Ndio mimi sasa nikasikia mkono ganzi, kuangalia nimekatwa kwenye mkono. Mkono umechanjika hapa. Mkono wa kushoto umechanjika. Sasa nikawa naambia watu, jamani, uone shati yangu hii, mnifunge hapa. Watu nao wakisha kuona hapo wanakimbia, wanalia tu. Nikawa naambia mnifue shati, damu sasa ikawa inachuruzika sana. Nikaanza kuona hata sasa kizunguzungu, nikaanza kuona kama giza. Sasa kuna mama mmoja sikumtambua, sasa ndiye anakuja, nikamwambia nivue shati hii. Alikuwa na kikoi chake hiki, akatoa hicho akanifunga. Ndio nikakaa. Sasa ndio baada ya hapo sasa ndio akafanya utaratibu, kapata gari, katuweka kwenye gari, basi katupeleka Bomani. Kafika Bomani huko, fika kwa kweli wakatupokea, tukashughulikiwa. Walianza kumshona ile mwenzangu Costa, wakamshughulikia yeye kwanza. Mimi nimekaa pale nasikilizia maumivu. Walipomaliza huyo, na mimi ndo akanichukua akaanza kunishughulikia.
Maliza kunishughulikia kunishona mkono, watupeleka kwenye hodi. Fika kwenye hodi mle tumekaa, ndio sasa naanza kusikia maumivu kwa chini. Kuna nini? Nikaamka kwamba nikaangalia kwenye nikienda chooni nikaangalia, kufika ndio nikakuta nimepanga limepita, nimechana suruali, chana shati nilikuwa nimechomekea, chupi, yani nimeingia ndani na nyama kabisa. Sasa nikarudi nikamwambia nesi, bwana nesi, kumbe na huku panga limepita. Basi ndo akaja tena akashughulikia hapo kunishona nyuzi 5. Basi ndio tukawekwa hapo, baadaye tukachukuliwa pelekwa Bugando. Kwenda na boti moja ya ambulance ile. Kuta pale Mwanza walikuwa tayari gari ambulance ilikuwa imesha kuja pale, nafikiri ilikuwa ni jitihada za baba askofu. Ambulance imesha kuja pale na gari nyingine ya kutuchukua, tukapelekwa mpaka Bugando. Fika pale wametupokea vizuri. Tumefanywa huduma, tumepelekwa theater moja kwa moja. Kaenda kufanywa pale fanywa matibabu. Hiyo baadaye tukatolewa tukawekwa kwenye wodi hapo. Basi mimi nilianza kutolewa mimi. Ndio nikakutwa nimeshafungwa tayari kila kitu. Wenzangu baadaye akatoka na kuja kuzinduka, muda umeenda sana. Basi ndio alipozinduka tukaanza kawa analia, umeniokoa. Na mimi nikamwambia wewe jipe moyo tu, tumekuwa vile tumeokoa, basi tumeokoka. Basi tumekaa pale siku moja hiyo. Siku ya pili kaonekana yeye bado maumivu bado damu zinatoka. Kabidi basi wafanye utaratibu kumpeleka Muhimbili. Kaondoka na ndege ya saa 5 usiku. Na alikuwa anasema tuende wote, anang'ang'ana tu tuende naye, lakini nikamwambia hapana. Baadaye nikamwambia bwana, mimi ndege imepatikana booking ya watu 2. Kwa hiyo inabidi utangulie, mimi kwangu nimesema ni kesho asubuhi. Basi ndio akalizika. Basi ikabidi yeye wampeleke, mimi nikabaki pale naendelea na matibabu. Kwa kweli waumini ninawashukuru sana kwamba sala zenu zimetusaidia sana. Na wengine walikuwa wananipigia simu hata sifahamu namba zao, lakini wanatupa pole. Kwa kweli ninashukuru sana, na niombe tu kwamba ushirikiano huu uendelee kuwepo. Lakini kwa upande wa Kagonguli sasa niombe kwamba kwa vile hii tukio limetoka hili, limekuwa fundisho. Tulikuwa tunaambiwa kila wakati tuangalie. Sasa inabidi kabisa tuwe makini kabisa wakati wa misa. Iwe misa yoyote ile, iwe ibada kwenye vigango, lazima tuwe makini kabisa. Jumuiya zile zinazokuwa zamu basi ziendelee kuweka majukumu, wawe na walinzi wawepo. Na sana sana niwaombe sana viwawa ndio nguzo ya kanisa. Yaani ndio wale vijana wafanyakazi wa kanisa. Wale ndio zaidi wawe kabisa walinzi katika kanisa. Niwaombe sana vijana viwawa mjitahidi sana kuungana na wanajumuiya wanapokuwa zamu.